ni Jeshi la Ulinzi, ndio taasisi pekee yake iliyobaki. Jinsi kamba yako inavyokuruhusu ndivyo unavyokula. Lakini kawaambia, mbona mnakula sana? Mnavimbiwa. Si kweli kwamba hampati kwenye maeneo yenu, mnapata, lakini jipimie. Uzalendo kwa nidhamu ni Jeshi la Ulinzi, ndio taasisi pekee yake iliyobaki. Kwamba unakula kwa urefu wa kamba yako, hawana. Mwezi Disemba 2020, Legal and Human Rights Center walinikaribisha kwenye mkutano wao wa kumbukumbu ya siku ya haki za binadamu, na nikazungumzia juu ya uchaguzi wa mwaka 2020, na nimeendelea kuzungumza hivyo. Hata nadhani miezi mitatu iliyopita nilizungumzia hili tena. Mawazo yangu niliyotoa mwaka 2020 ni yale yale, hajabadilika, na nilikuwa nazungumzia katika hii kwamba mchakato ya uchaguzi isije ikavuruga amani yetu. Ilikuwa sasa yametokea mengi kipindi hiki cha mchakato. Sasa kabla sijatoa mawazo yangu, nadhani tuwe na background kidogo. Nchi hii tuna uzoefu wa uchaguzi kwa miaka 65-66. Uchaguzi wa kwanza ulifanywa mwaka 58 na 59. Ulikuwa ni uchaguzi mmoja, lakini ulifanywa awamu moja. Ilifanywa mwaka 58 na awamu ya pili ikafanywa mwaka 59. Masharti ya kushiriki kwenye uchaguzi ule yalikuwa Watanganyika wakati ule ambao ilikuwa milioni 8-9, na waliopiga kura walikuwa kama 21,000. Ndio uchaguzi. Uchaguzi wa pili ulikuja mwaka 60. Ule wa mseto ilikuwa uchague wabunge watatu kila jimbo. Ilikuwa uchague wabunge watatu kila jimbo: mzungu, Mwesha na Mwafrika. Walioandikishwa kupiga kura, masharti yalikuwa bado magumu. TANU ilipita katika majimbo mengi bila kupinga. Uchaguzi baada sheria ilipitishwa kuwawezesha wananchi wengi kushiriki kupiga kura, na uchaguzi wa kwanza baada ya uhuru wa mwaka 62, wakati tulipomchagua rais. Wakati huo na mimi nilipata nafasi ya kupiga kura. Walioandikishwa walikuwa wengi kidogo, walikuwa wanakaribia kama milioni 2. Na waliopiga kura kwamba uchaguzi ni mchakato wa kisheria, yaani katiba, sheria, kanuni na taratibu. Hii ilikuwa mpya kwangu.
Mimi naelewa uchaguzi ni haki ya wananchi. Yote yanayozungumza, iwe katiba, iwe sheria, iwe kanuni, iwe katiba, iwe sheria, iwe kanuni, iwe taratibu, ni kumwezesha mwananchi atumie haki yake. Na katika kuendelea kule Maso anazungumza Kisukuma, yalikuwa yanajitokeza mambo ambayo ilikuwa inaonekana ni kikwazo kwa wananchi. Kisukuma yalikuwa yanajitokeza mambo ambayo ilikuwa inaonekana ni kikwazo kwa wananchi. Sheria zinabadilishwa, kanuni zinabadilishwa ili kumwezesha kila maana ilikuwa ni maarufu. Mimi natoka kabisa. Kwa sababu nia ilikuwa kumrudisha Bomani. Watu wa Mwanza wakakataa, wakamwangusha Bomani. Vilivyoonekana, serikali ikachukua hatua ili kuhakikisha uandikishaji unakuwa wa haki. Hata wakati mwingine vituo vya kupigia kura vilikuwa vinapangwa, wakati mwingine unapanga ili wananchi wengi wasipate nafasi ya kupiga kura. Unakitia mahali labda watu wengi, unakuwa na msururu mwingine, lakini mahali pengine unatia vituo vingi, wananchi hawana matatizo. Kulikuwa na wakati kura mchakato huo ambao tumeumaliza sasa hivi, yametokea yale na chanzo chake zaidi ni wasimamizi wenyewe wa uchaguzi. Hili ni kwangu ndio naliona kama tukiendelea na utaratibu huu tunajenga mazingira ya kuja kuleta vurugu ambayo itahatarisha amani yetu. Nimesikiliza maelezo ya serikali, lakini hayakutosha kwamba wananchi waamini kwamba walioenguliwa walikosea, tena kwa maovu, lakini wanaoenguliwa ni wa upande mmoja, kwamba kuna vyama ambavyo wanachama wake wanajua wanafuata masharti na kuna vyama ambavyo hawafuati. Tunazungumzia Watanzania wa kawaida. Haiwezekani, na wala tusije tukadanganyika kwamba kuna maelezo sababu kuwa watu kuinguliwa ni kwamba hawakufuata masharti. Tutakuwa tumejidanganya kama tukiamini hivyo. Haiwezekani kwamba inatoka kura bandia zilitokea. Ninavyosema nazungumza kutokana na uzoefu. Tuliporudisha mfumo wa vyama vingi, uchaguzi wa kwanza ulifanywa mwaka 95. Kwenye uchaguzi ile yalitokea matatizo makubwa sana Zanzibar, yakaleta mgawanyiko Zanzibar, ukawa na uadui, ukawa na chuki. Baadhi yetu tukaona ile. Mimi nilikuwa mmoja wapo. Mimi, marehemu Mbita, marehemu Tandao,
tukaona tujaribu kutoa ushauri kwamba viongozi wasiache hali ile iendelee, kila mmoja kwa utaratibu wake. Tulipogundua wote tunafanya ile, tukazungumza, wenzangu wakaniambia badala ya kila mmoja kwenda, tukuachie wewe, una nafasi nzuri ya kuonana viongozi. Nikaanza kujaribu kuwashawishi viongozi, hali hii ni mbaya Zanzibar, watu wanachukiana, hata ndugu wanasusiana. Haikuwa kazi rahisi. Kwa maana watu walikuja wakajaribu, ikashindikana, wakaondoka. Baadaye ukifika Dar es Salaam, mtafute Warioba, nilikuwa nashughulikia, naweza kukusaidia. Chief Anyoko alipofika hapa alinitafuta, kuniuliza nilichofanya, nilimpa faili langu, akasoma kazi niliyokuwa nimefanya kwa miaka miwili, akaomba atumie hiyo kama mwanzo. Nikamkubalia, akasema basi mimi najitoa na kuachia kama waziri. Akasema hapana, nataka tushirikiane. Kwa hiyo akamleta msaidizi wake, alikuwa anaitwa Moses Anafu, na akamwambia afanye kazi na mimi. Commonwealth walifanya kazi ile kwa kushirikiana na mimi, na watu wa Zanzibar wanafahamu mikutano mingi nilikuwa naifanya mimi. Watu wa kafu akina Jusa Mgariza takubali, nilikuwa nakwenda Zanzibar nakutana na ujumbe wa kafu Masons pale. Wakati mwingine wanakuja nyumbani, tunafanya mkutano nyumbani kwangu mpaka mwisho wa 96 mwaka ukafikiwa. Lakini uzalendo kwa nidhamu ni Jeshi la Ulinzi ndio taasisi pekee yake iliyobaki, kwamba unakula kwa urefu wa kamba yako. Hawana, wenyewe wanafanya kazi kwa uaminifu, kwa uadilifu, kwa uzalendo na kwa nidhamu. Na Tanzania tumekaa hivi tunaona amani hii, nadhani hatuelewi kazi kubwa iliyofanywa na jeshi letu. Tumepata uhuru, tukaamua kusaidia nchi ambazo zilikuwa chini ya ukoloni. Ukichukua mpaka wetu kutoka Mozambiki, vita za Malawi, Zambia, kipindi kile ilikuwa ni mpaka wenye hatari, kwa sababu maadui wale walikuwa wanatufuatia. Mimi kwa uzoefu mwaka 68 nilikwenda nikiwa mwanasheria, nilikwenda kuendesha kesi Mtwara. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kwenda Mtwara. Sasa wakati nikiwa kule, nikapenda nitoke nione hali ya sehemu ile. Niliambiwa siwezi kutoka vile kwa sababu eneo hilo lilikuwa ni eneo la hatari. Na wakati huo ndio Farm 17 pale na Chingwea hata mafunzo ya kijeshi watu wa Mozambiki. Tulitoka hata kwenda Mikindani kwa kusindikizwa na jeshi. Wakati ule General Kimario akiwa bado captain ndiye alikuwa kule anatuangalia, asema ni lazima tuhakikishe mnapokwenda kuna usalama. Nilikwenda Songea, nimetumwa niende Mbinga na Mbamba Bay. Nilisindikizwa na gari la jeshi kwa sababu eneo lote hilo lilikuwa ni eneo la hatari, lakini jeshi letu likadhibiti, maadui hawakuweza kuingia. Unajua tangu uhuru wa Kongo, Burundi, Rwanda kumekuwa na machafuko. Watu wanachoko walikuwa nakimbilia huku
na wengine wanaingia na silaha, wanataka kupanga kuendeleza mapambano yao kutoka nchini kwetu. Jeshi letu lilithibiti kabisa mikoa hiyo, kuanzia Katavi, Kigoma, Kagera, kwa salama kabisa. Mnajua chokochoko iliyotokea Uganda, na mnajua kazi iliyofanya jeshi. Tulipoteza vijana wengi, wale wameapa kufia nchi na walifia nchi, wanafanya kazi mbili. Sasa tusije tukaingiza kwenye haya matatizo ya kisiasa, wananchi wakaanza kuona nao wanapendelea upande mmoja. Mimi nimeomba kabisa jeshi la ulinzi lisije likaingizwa kwenye mambo ya siasa. Sio kazi yake. Kazi yake ni kulinda usalama wa nchi. Polisi ni chombo muhimu sana, ndicho kinalinda wananchi na mali zao, na kinatakiwa kifanye kazi na wananchi wote. Katika miaka michache iliyopita tumeliingiza jeshi la polisi katika siasa, linatoa matamko ya kisiasa, na hii italeta mgawanyiko. Wananchi watagawanyika. Kuna wale watakaoona jeshi la polisi ni adui. Tusifike hapo. Tuliache jeshi la polisi lifanye kazi zake za kawaida. Na bahati nzuri, Rais aliona malalamiko ya wananchi, akaona wananchi wamepoteza imani, akaunda tume. Tume ikaleta mapendekezo mazuri sana, na ikapendekeza jeshi la polisi liache lifanye kazi yake. Lakini sasa hivi tunaliingiza katika siasa. Tunaliingiza katika siasa, lakini mjue polisi wale ni raia wa kawaida. Ikifika kwenye mambo ya siasa, wana mawazo yao. Wakianza kupiga kura, kila mmoja ana penzi yake. Ukianza kuwaingiza mle watagawanyika. Na chombo kikubwa kama polisi kugawanyika, kuna hatari. Na hii ndio nasema kwamba ni serikali ndiyo inaingiza polisi katika siasa, sio CCM. Yaliyotokea Mbeya, mmoja kati ya wale hakutaka jeshi litumike vile, akasema wale waachwe, tuwe na mazungumzo. Sasa nadhani tumefika mahali tutafute njia tusiendelee na utaratibu huu. Lakini unavyoona, ukiona mjadala wote ulifanywa tangu 2019 mpaka sasa, na imani iliyokuwapo kwamba uchaguzi wa mwaka huu hautafanana na ule wa 2019, lakini matokeo yake ni vile vile. Uchaguzi wa mwaka kesho, kama tusipochukua hatua kubwa, utakuwa kama huu uliopita. Kwa nini? Tume itakayosimamia uchaguzi wa mwaka kesho ni ile iliyosimamia uchaguzi wa 2020. Maana sioni dalili, pamoja na sheria kupitishwa kwamba uwe na tume tofauti, sioni dalili kama tume hiyo itaanzishwa kabla ya uchaguzi.
Kwa hiyo ni tume hii itakayoendesha uchaguzi wa mwaka kesho. Watakaosimamia ni wale wale ambao wako chini ya TAMISEMI. Uongozi wa kisiasa ni ule ule ndani ya TAMISEMI. Sioni kama hawakusikiliza haya yaliyosemwa katika kipindi chote wakarudia ya zamani, hata mwaka kesho watafanya vile vile. Tutakuta watu wanaibuliwa wengi tu, tutakuta kura za bandia na mengine yanayofanya. Tukifanya hivyo tunaweza kutokea Zanzibar. Sasa ni lazima kama taifa tuone nini tunaweza kufanya